lakini mwalimu anakusikiza. Msomee Luka 1:1. Ukifika mahali imeandikwa Luka alikuwa na Yesu, unasimama hapo. Mungu hapa Kiswahili na mchanganya huyu. Mwalimu, naam. hebu tumfundishe huyo mbwana kidogo. Lazima tutamfundisha sasa. Na nimeona umesoma sana. Hebu punga pepo kidogo. Mchungaji anaingia huyo. Utafundisha mchungaji. Haya, mwalimu. Kwanza mumeenda sana mpaka mkatoka kwa mada. Kweli. Na inakuwa hivyo, mimi nitawarudisha kwa mada. Kabla nikurudishe kwa mada, nataka unisomee imprimato. Yohana utangulizi. Utangulizi wa Injili ya Yohane. Inasemaje? Inasema hivi. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Mwandishi wa Injili ya 4 ni mtume Yohane. Wanasema ya kwamba mwandishi wa 4 ni mtume nani? Yohane. Mwana wa Zebedayo. Huyo ni mwana wa Zebedayo. Mwana wa Zebedayo. Kadri ya mapokeo hayo. Kadri ya mapokeo hayo. Yohane aliandika sehemu mbalimbali za Injili yake. Yeye aliandika sehemu ya mbalimbali ya Injili ya nani? Yake ama Injili ya Yesu? Yake. Ina maana aliandika Injili yake. Hakuandika Injili ya nani? Yesu. Endelea. Wakati wa uzee wake huko. Aliandika wakati wa uzee wake huko Efeso. Katika Asia. Ndogo kati ya miaka ya 19 to 100 before Christ. Ingupatia. Wanasema ya kwamba aliandika maandiko yake akiwa na miaka ngapi? Aliandika kama hapo na miaka ngapi? Kama kesi mzee. Alikuwa na miaka ngapi? 90 na 100. Sasa muangalia, mtu mwenye ako na miaka 90 na 100 anaweza jua ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yes. Yeye alikuwa anajua yuko kweli. Miaka 90 na miaka 100 anaandika Injili. Anaandika Injili akiwa na miaka ngapi? Ukisikia before maana yake nini? It means you see. Before maana yake nini? BC maana yake nini? BA baada ya VK, not before. VK baada maana yake nini? Before Christ. Sio before, BK. BK ni baada ya Yesu kuondoka, baada ya Kristo kuondoka miaka 90 na miaka 100, Yesu asaondoka, ndio Yohana anaandika nini? Injili ya Yesu. Mpendelee. Hapo ni mbona umenipata? Endelea mwalimu. Mchungaji nimeshauri akuwa Muislamu. Wacha tumfundishe kwanza. Ukisikia BK kwa Kiswahili na maana baada ya Kristo. Yaani Kristo ashaondoka miaka 90 mpaka miaka 100, umri wa Yohana mwana wa Zebedayo ni anaandika Injili yake. Sio Injili ya Yesu. Endelea. Inaonekana kwamba tena tunaambiwa ya kwamba wafuasi wa Yohane, kumbe wafuasi wa Yohane walifanya toleo la maandishi ya Yohane katika kitabu kimoja. Wao ndio walitoa matoleo ya maandishi ya Yohana katika nini? Kitabu kimoja. Kumbe hata sio Yohana, ni wafuasi wake. Unaona pasta? Ni wafuasi wake. Hata si Yohana. Kumbe ni wafuasi wake. Hebu mpe mwalimu Matendo ya Mitume utangulizi wake unasemaje? Matendo ya Mitume utangulizi unasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. Matendo ya Mitume utangulizi unasemaje? Utangulizi inasema hivi. Naam. Chanifiki pale. Niko na ngoja mchungaji anasema chukue Biblia yake. Nasema yanaonekana kwamba Injili ya 3 ya Luka, inaonekana kwamba Injili ya 3 ya Luka na ni kitabu cha Matendo. Kitabu cha nini? Na kitabu cha Matendo ya Mitume. Yaani kuna kitabu kingine ambacho Luka aliandika inaitwa
ya mitume vilikuwa katika kitabu kimoja chenye sehemu mbili. Kitabu hiki kinaeleza habari kuhusu asili ya dini ya Kikristo. Kitabu kimegawanywa upesi na Wakristo wa kwanza katika vitabu viwili, huenda kwa sababu walitaka injili zote 4 ziwe pamoja. Kwa hivyo hawa ndio walichukua hivi vitu wakaunganisha pamoja. Hii hakuna kwa hesabu ya Luka, Mathayo wala Marko. Inaendelea inasema, utangulizi wa vitabu hivi waonyesha kwamba vitabu vyote viwili vimetolewa kwa Theofilo. Imetolewa kwa nini? Theofilo. Kwa hivyo vitabu hivi ni barua za nani? Theofilo. Sasa wale vitabu vyote vya Luka sasa ni barua ya Theofilo. Sasa wewe mchungaji, wewe pastor, wewe ni Theofilo. Luka anaandikia Theofilo barua. Wewe ni Theofilo wewe? Hapana. Haya, sawa, kama hapana wachana naye, mpe. Ashasema hapo. Sasa ukiona injili ya Luka ni injili ambayo imeandikwa kwa Theofilo, sio kwa pastor wala kwa Wakristo. Biblia inasomwa hivyo. Mwalimu, wacha niwarudishe kwa mada. Mada ilikuwa ya kwamba kati ya Ellen G. White Ondeto na Yesu na Muhammad, ni nani mitume ambao wametumwa kwa watu wote? Na pastor amesimama hapa akasema kweli Muhammad ni mtume wa Mungu, na akasema ya kwamba Yesu ni mtume wa Mungu, na akasema Ellen G. White ni mtu kama yeye. Sasa kitu kutuambia ya kwamba huyu Muhammad ni mtume na ametumwa kwa watu gani? Sio mwalimu? Ni kweli. 21:107 Qur'an. 21:107 Al-Karim. Anasema baada ya ombi billahi samiul alim minash shaitani rajim. Nasi tumekutuma. Mwenyezi Mungu anaambia Muhammad ya kwamba nasi tumefanya nini? Nasi inasema hivi. Inasema mwalimu na 107 inasema nasi hatukukutuma. Mwenyezi Mungu anasema ewe Muhammad, nasi hatukukutuma, hatukukuleta katika ulimwengu huu ila uwe rehema kwa ulimwengu. Mtume Muhammad ameletwa ili awe rehema kwa watu gani? Walimwengu wote. Tambi yake inasema mitume wote waliotangulia Mtume Muhammad, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kwa nini? Kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu. Yeye alipewa utukufu wa kupelekwa kwa watu. Kwa hivyo mtume amepelekwa kwa nani? Watu wote. Mpatie pastor Mike. Pastor, wewe ni mtu? Mimi. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Anasema vizuri. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Umejua tunaweza kuwa tunaongea na wewe sio mtu. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Kwa hivyo mtume ametumwa kwa watu wote. Ambapo kama wewe ni mtu, yeye pia ametumwa kwangu. Haya, mpe aendelee. Mwalimu, tuangalie kama mtume Muhammad ametumwa kwa watu wote, sivyo? Na umesema mitume wengine walitumwa katika jamaa zao, sivyo? Ni kweli. Tuangalie kweli haya maneno ni ya kweli. 13:23 Matendo ya Mitume. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi. Amewaletea nani? Waisraeli mwokozi. Mungu amewaletea watu gani? Waisraeli mwokozi. Ameleta nini? Waisraeli mwokozi. Nani? Yesu. Kama alivyoahidi. Hebu mpe. Mchungaji, wewe ni Mwisraeli? Mimi? Kwa Mungu mimi ni Mwisraeli. Wewe ni Mwisraeli? Wewe ni Mwisraeli? Kwa Mungu mimi ni Mwisraeli. Nakuuliza swali, mimi sijakuuliza kwa Mungu wewe ni nani? Mimi. Wewe ni Mwisraeli? Hapa mimi ni yako jango. Wewe sio nani? Wewe sio
Kwa hivyo kama wewe ni Jakonyango, Yesu hajatumwa kwa Israeli. Ametumwa kwa Israeli, sio kwa Jakonyango. Ndio nakwambia, Mungu mwenye alimtuma Yesu alimtuma kwa wana wa Israeli ili awe mwokozi kwa wana wa, sio wana wa Konyango, sio pasta. Hapana, sahi Isera kuna mimi ndio iko Jakonyango ndio iko. Wewe kwa Israeli hakuna wapi? Hakuna nani? Hakuna wa Israeli. Kuna Wakonyango. Sisi ndio Israeli sasa ya sasa. Wewe ndio Mwisraeli wa sahi. Inamaanisha wewe ni Myahudi. Mimi kwa Jesus. Kwa Jesus wewe ni Myahudi. Hebu mpe wewe kama yeye ni Myahudi. Mwalimu, si yule mambo wewe. Mwalimu, hawa ni ndugu yangu. Mwalimu anasema yeye ni ndugu ya Wayahudi, sivyo? Anasema ni Myahudi wa Yesu. Yeye ni Myahudi wa sahi. Tuangalie kama yeye ni Myahudi kweli. Sio mwalimu? Matendo ya Mitume 10:28. 10:28 Matendo ya Mitume inasema kama ilivyoandikwa. Safi. 10:28 inasema hivi. Inasemaje? Akawaambia, Mungu akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi, sio halali mtu aliye Myahudi, sio halali mtu aliye Myahudi, sio halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa nini? Asishikamane na mtu aliye wa taifa lingine. Hebu mpe. Umesikia mpasta? Kama wewe ni Myahudi haifai uwe na watu wa taifa nyingine. Kama wewe ni Myahudi haifai uwe pamoja na watu wengine. Wewe mbona uko na sisi hapo? Unafanya nini? Wewe ni ndugu yangu. Na Biblia imesema kama wewe ni Myahudi tusiwe pamoja. Kwa hivyo kama wewe ni Myahudi nafaa uwe kwako na sisi tuwe pende yetu. Hapana, hivi Piga niko tena. Sisi ni wadugu. Osman, nataka ushike wewe nione bila naongea. Chukua kamera pale. Mwalimu, soma hiyo andiko. Soma hiyo Matendo ya Mitume 10:28. Yeye anasema ya kwamba yeye ni Myahudi. Ungemsaisha kwanza mchungaji kwa sababu anasema wewe ni ndugu yake. Lazima kumweka sawa ajue kama ni ndugu yako. Ni ndugu yako kivipi? Enda pale kwanza. Inasemaje? 49:10. Qur'ani inasema 49:10 na Karimu inasemaje? Kwa hakika Waislamu wote ni mandugu. Unaonaje kuwa ndugu yako katika Uislamu? Mimi ni ndugu kwa sababu unaonaje kuwa ndugu yangu katika Uislamu? Kwa ndugu kwa Uislamu. Unaonaje kuwa ndugu yangu katika Uislamu? Islamu na uhuru. Na kuuliza wewe, unaonaje kuwa ndugu yangu katika Uislamu? Ni vizuri tu. Ni vizuri. Sasa kama ni vizuri inua mkono hivi. Ni vizuri tu. Sema bismi. But I believe in God. Sema bismi. Ndugu yako kwa sababu naomba Mungu mmoja. Ndio wewe ndugu yako. Qur'ani nasema Waislamu wote ni mandugu. Mimi ni mandugu kama hiyo. Kama wewe sio Muislamu, Qur'ani nasema wewe sio ndugu yako. Kwa jinsi kuingine. Biblia nasema Wayahudi asichangamane na asiyekuwa Wayahudi. Wewe unafanya nini hapo kama wewe ni Myahudi? Mimi ni Myahudi in God. Jesus. Now, we are in one because naomba Mungu mmoja. Wewe naomba Mungu na mimi naomba Mungu. Nakuuliza pastor. Pastor. Wewe. Nakuuliza. Ndio. Biblia wewe ni Myahudi. Mimi in God in Jesus. Ndio wewe ni Myahudi. Na Biblia inasema Myahudi asikae pamoja na asiyekuwa nini? Sasa natakikana utafute pahali pako kwa kukaa, usikae na watu. Wewe ni Mwisraeli. Mimi ni mzee kwa moyo. Kwa moyo wewe ni nani? Mimi ni mzee. Mwalimu. Hata wewe ni mzee. Mwalimu. Kitabu cha Yoshua mwalimu. Yoshua 7:12. Naenda kwenye Yoshua 7:12. Esbeo na Myahudi mjaluo. Tuone kama yeye ni Mwisraeli. Yeye na Myahudi mjaluo. Hatari sana. Mimi Wayahudi pia ni wajaluo. Anaitwa Jakonyango Myahudi. Jakonyango Myahudi. Jona umehangaika hapa. Hii ni mtu ya SDA. Jona kuja. Jona kuja. Osebe kona ka
Erika. Mwalimu amesema yeye ni Mwisraeli, sivyo? 10:12 kitabu cha Yoshua. 7:12 Yoshua. Tunadi anaona itisho usaidizi. Mimi nazama. Inasemaje? Inasema ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kufanya nini? Wakasimama mbele za adui zao. Mungu anatuambia Waisraeli hawawezi wakasimama mbele ya nani? Adui zao. Endelea. Wakawapa visogo adui zao. Wakawapa visogo adui zao. Kwa sababu wamelaaniwa na Mungu. Hebu mpe. Kwa sababu umefanya nini? Biblia inasema Waisraeli wamefanya nini? Wanasema Waisraeli wamefanya nini? Hebu rudia andiko asikie maneno. Wamefanya nini? They were cast. Kama wamelaaniwa, mtu akilaaniwa anaenda wapi? Kwa sababu gani walilaaniwa? Endelee kusoma. Mpe tu asome. Kwa sababu gani walilaaniwa? Maelezo ya pasta ni zaidi ya maandiko. Inasemaje? Sababu wamelaaniwa na Mungu. Wamelaaniwa na Mungu. Mimi sitakuwa pamoja naye. Mungu anasema hatakuwa pamoja na Waisraeli tena. Endelea inasema msipo kiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka uwatakase watu, ukaseme jitakazeni mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu. Mwalimu wako anasema 10. Bwana akamwambia Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, haya inuka wewe Yoshua, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Yoshua, Israeli wamefanya dhambi. Israeli wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Israeli wanafanya nini? Kwa sababu walilaaniwa. Walifanya nini? Walifanya nini Waisraeli? Walifanya dhambi. Ukifanya dhambi unaingia peponi ama motoni. Wewe ndio motoni. Kwa hivyo kama wewe ni Mwisraeli unaenda wapi? No, but you see, I can repent and then go to God. I say, if you come to me and just, I forgive them, I will not forgive them. Kwa sababu kwa hivyo ukiripenda huyu Mwisraeli, ukiripenda kwa Mungu, ukitubu kwa Mungu, haui tena Mwisraeli. Haui Mwisraeli, sivyo? Yes, you come back to be God. Kwa hivyo sasa utafanya nini? Utakuwa mkweli? Utakuwa mkweli, sivyo? Hebu tuangalie watu wa kweli wanakuwa wapigane, sivyo mwalimu? 40 Qur'an. Afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa na hiyo uovu wake. Hatalipwa ila sawa na hiyo nini? Uovu wake. Inaendelea inasema, naam, inasema afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa sawa na huo uovu wake. Mwenyezi Mungu atamlipa sawa sawa na huo uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke, yaani yule mkweli akiwa mwanaume au mwanamke, na mtu mkweli naye ni Muislamu. Naye ni nani? Muislamu. Basi hao wataingia peponi. Hebu mpe. Unasikia, ikiwa mkweli inatakana uwe Muislamu, na ukiwa Muislamu unaingia peponi. Unaonaje kuwa Muislamu, pastor? Hapana, you see, Muislamu ile afana jua Mungu hawezi enda. Sasa hapo amesema wenye wamejua Mungu na wakajua ukweli. Sasa unajua Mungu? Mimi najua Mungu. Unajua ukweli? Mimi najua ukweli. Unaonaje kuwa Muislamu? Hapo mimi hapana Muislamu, mimi kwa Mungu ya Mungu. Hapana Muislamu. Unajua maana ya Uislamu? Muislamu unajua maana ya Uislamu? Nafuata Muhammad. Mwalimu, nenda katika Biblia Mwafrika ukurasa wa 2216. Tumfundishe maana ya Uislamu. Unafuata Mungu. Angalia pale, hawezi nafuata Mungu. Wakuambia Uislamu maana yake nini? Ndio hiyo watu wakuambia. Biblia inakuambia leo maana ya Uislamu. Inakuambia Uislamu
kujisalimisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kujifanya nini? Kujisalimisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Uislamu maana yake ni kufanya nini? Best for Mungu. Kujisalimisha kwa mapenzi ya nini? Kujisalimisha kwa mapenzi ya nini? Na Mungu. Ukijisalimisha kwa mapenzi ya Mungu unakuwa Muislamu? Uislamu. Uko tayari? Hapana, najua hata kama wewe uko kwa Mungu, Islami, hawa hata SDA au Katoliki, hawa sasa najua tu naenda kwa Mungu. Yote naenda tu kwa Mungu. Ati nani? Kwa lazima mbia kwa. Nani alikuambia MSDA naenda kwa Mungu? Andiko gani? Ni andiko gani? Kupe andiko usiwe naenda kwa Mungu. John 3:16. Hapo kuna SDA. Hapo kuna SDA. Hiyo basi hapo hivyo ndo nadanganyanga watu kanisani. Hapana SDA. Hata hiyo SDA inaenda tu kwa Mungu. Andiko gani nasema ina SDA wanaenda kwa Mungu? Ni andiko gani? Hiyo ni njia tu. Mwalimu, hebu nisaidie 42, 43, 68. Muislamu, Katoliki, SDA. Ni njia ya kuenda kwa Mungu. Hebu soma andiko hapo kwanza. Huyu ni pastor wa wapi? Sisi nafuata Jesus na Mungu. Hebu soma mwalimu. Unapata hata kama Muislamu nafuata Mungu. Hao naenda kwa mbinguni. Hebu shika. Mwalimu Kwa mbinguni. Tafuta wewe mwalimu. Atoka kwa Muslimu. Patia wewe mwalimu asome. Haina tabu sinanaye Qur'ani sema waja wangu mlio wazuri. Mwenyezi Mungu anasema enyi waja wangu mlio nini? Mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Hamtakuwa na hofu siku ya kiyama. Wala hamtahuzunika. Wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Waja zangu ambao waliamini haya za Mwenyezi Mungu. Walikuwa Waislamu kamili. Na walikuwa nini? Waislamu kamili. Walikuwa nini? Waislamu kamili. Endelea. Ingieni bustanini. Peponi. Nyinyi na wake zenu. Mtafurahishwa huko. Mchungaji, Qur'ani inasema ikiwa wewe ni Muislamu kamili pamoja na mke wako utaingia peponi. Utaingia wapi? Hapana lazima. Qur'ani inasema ikiwa wewe ni Muislamu wa kweli na mke wako pia ni Muislamu wa kweli utaingizwa peponi. Hebu nisaidie andiko ambalo nasema ikiwa wewe ni Mkristo wa kweli mwanaume na mwanamke utaingia peponi. Kuna andiko hiyo? Andiko iko. Haya, toa. John 3:16. John 3:16. Ikitaja mwanamke Muislamu ni mwanamke Mkristo na mwanaume Mkristo, usimame hapo. Hata watakudanganya watu. Ni Ayatul Kursi. Biblia. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nani? Alipenda ulimwengu. Mungu anasema kwa maana jinsi hii nilipenda ulimwengu. Hapana. Hapo Mungu ndiye anaongea. Hapana. Mungu anaongea hapo. Hapana. Kwa hiyo pastor nani alikuwa anasema kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu? Ni nani? Hapo ndio shida ilipokuwa. Nani? Huyu. Nani anasema kwa jinsi hii Mungu anapenda ulimwengu? Ni nani? Najua. Nakuuliza, ni nani huyo mwenye anasema kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu? Ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anasema, si akasema kwa jinsi hii nilipenda ulimwengu. No, is reporting. Nani anaripoti? John anafanya nini? Report. 4:13 Matendo ya Mitume. Inasema kwa maana inasema kama ilivyoandikwa. Inasema hivi katika mstari wa 13. Inasemaje? 4:13. Inasemaje? Matendo ya Mitume. Hata walipoona ujasiri wa Petro na Yohane. Wa Petro na nani? Wa Petro na Yohane. Na wale wanasema Yohana ndiye alisema kwa jinsi hii Mungu alifanya nini? Alipenda ulimwengu. Kwa hivyo hapa anayezungumza ni nani? Yohane. Yohana wanasemaje? Ile inasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohane. Walipoona ujasiri wa Petro na Yohane Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa,
anamongeria kana wote nade ngama ongeria kana wote nade ngama wafuata ngama tuni Petro ge Yohana neonge somo Yohana neonge rieko ngatoka ongeria ko timre nade no fuo ona mofo watu ni kwa maana Nyasaye no kolore kude mamerama toro maler ne roho maler ni kwa kana Petro gene ne lupo ne agiro ikana jamata wal pasta aya sana ubedi kanyo watu ngene ngiro mosiki paja wal pasta ngiro berainya kwa mara ya saba dikodi. Amen. Okay, sawa. Basta usemo sawa. Ukagiro kwa mile. Kabisa wakenda deki nyakangwa nini gadi? An fuyo kanwa Waislamu wale mwana wake bachia nyakangwa nini gadi? Anakatia. Orokini bachia kana kangwa nyerela moyo mon. Ana mwana mare ne. Ana nomi. Apendi. Ana ngwa no yena ngwan. Tweni bachia. Ngwa. Ekende an kodi in. Ena moyo mon. Anwande ngwan tina bachia. Tina ngine na moyo mon. Ape idumini bachia. Kama ngwa ndo gara mwingi. Kwa mwono jika. Haya miane ya waduna Mose. Otelo. Kamano. Hivi ndio Kiswahili. Naelewa. Haya, mimi kwa majina naitwa Ali Hassan. Kwa majina naitwa Enoch Omoni. Mimi dini yangu ni Uislamu. Wewe? Mimi ni Mwadventista wa Sabato. Wewe ni Mwadventista wa Sabato. Mwadventista wa Sabato ni dini. Kuna dini inayoitwa Mwadventista wa Kisabato iko? Iko. Andiko gani? Isa. Hebu mpe kidogo huyo mwalimu. 3:19 Qur'ani. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hebu mpe Qur'ani ambayo ni katiba yetu ya Kiislamu ya Waislamu inatuambia bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, sivyo? Kulingana na nini? Kulingana na Qur'ani. Haya, sasa wewe kulingana na kitabu yote nipe andiko ambalo nasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Adventista. Sisi ni Waadventista wa. Ndio nimekuuliza mimi Uislamu ni dini. Wewe Adventista ni nini? Ni dini. Andiko gani? Si lazima nitafute andiko imeandika lazima uwe Mwadventista. Kuna sheria ambayo inatuongoza. Na ukisoma Biblia kitabu cha Exodus 10 commandments Mungu alipatia Waisraeli. Aliwaambia watii Sabato. Kwa hivyo wewe ni Msabato, mimi ni Msabato. Sio Mkristo wala sio mwadini wa Kikristo, wewe ni Msabato. Kuna Wakristo wengi. Sasa wewe, lakini chenye inatutofautisha na mimi nakuuliza ni Sabato. Nakuuliza tu jambo rahisi. Sabato tutaenda. Kabla tuende kwa Sabato, dini yako wewe. Mwalimu, Ayubu 4:6. Kitabu cha Ayubu 4:6 nasemaje? Kama kuna Biblia yake atasoma. Haya. 4:6 mpe upasta hebu mpe wewe msomaji wangu kwanza microphone kwanza. Ayubu 4:6. 4:6 Ayubu inasema. Inasema hivyo. Ayubu 4:6 inasema. Anasemaje? Je, dini yako sio matarajio yako? Hebu mpe. Tunaambiwa ya kwamba je, dini yako sio matarajio yako? Unasikiza? Tunaambiwa je, dini yako sio matarajio yako? Mimi
mimi ni Mwadventista. Kwa hivyo SDA ni dini. SDA ni dini. Kuna Wakristo tofauti, lakini tofauti na wengine. Mwalimu ni Sabato. Tumsaidie tuone kama Sabato ni dini, sivyo? Sabato si dini. Sabato ni sheria ambayo inatuongoza. Kwa hivyo wewe dini yako ni sheria. Sheria ni kanuni ambayo inaongoza Mkristo. Waislamu kama nyinyi Waislamu mko na zile kanuni ambazo zinawaongoza. Ndio. Ndio maana sisi kama Waadventista wa Sabato kuna sheria ambayo Mungu ameweka. Sasa hiyo sheria moja wapo wa hizo sheria kuna kuhusu kuabudu Mungu kila siku ya Sabato. Baada ya wiki. Andiko gani? Kuabudu Mungu siku ya Sabato. Andiko gani? Exodus chapter 20 28 verses 8. Ni hapo tu. Hata nisome. Naam. Paruru chieng' Sabato kendo uwale. Ubare ni Ruoth Nyasaye. Nyaka uti tijeu duto kuom ndalo auchiel, to chieng' mar abiriyo en chieng' yweyo mowal ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Hiyo ni sheria ambayo inatuongoza kuhusu sasa. Siku ya Sabato ni siku ya kupumzika, si ndio? Siku ya kupumzika, lakini si kupumzika tu, kuna ibada. Kama ibada hapo, si usome zike kwa ibada. Kuna Biblia ambayo inatuambia kuhusu ibada. Si ndio hiyo wewe sema tuko nazo Ibrania. Tuko na Biblia hapo mingi. Mimi nataka kuniambia andiko ambalo nasema siku ya Sabato watu waende kufanya ibada. Mwalimu, wakati anatafuta chukua mic. Nisomee Qur'ani 62:9 wenye mwaamini. Mwenyezi Mungu anatuambia enyi mwaamini, yaadhiniwa kwa ajili ya sala ya siku ya Ijumaa. Kila mnaitwa kwa ajili ya kusali siku ya Ijumaa. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Kumtaja Mwenyezi Mungu siku gani? Ijumaa. Kwa hivyo siku ya Ijumaa tunaambiwa mkiitwa kwa ajili ya kuabudu sala, mwende upesi kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Nataka andiko siku ya Sabato mwende upesi mkaabudu, ama mfanyeni ibada siku ya Jumamosi au siku ya Sabato. Kwanza acha ni kusomea Biblia ambayo inatuambia kwamba mkusanyiko wa ibada ni muhimu. Waibrania 10:25. Hata nianzie 25. Kik wawe mak wachokore kaachiel kaka jomoko oseweyo timo. To nyaka wajiwre uru ng'ato gi ng'ato, to moloyo onego utim kamano uneno ka chieng' Ruoth sudo machiegni. Hiyo inatuambia kuhusu ibada. Tuendelee. Ukisoma katika gospel Injili, naenda huko kwanza, hiyo Waebrania haijataja Sabato, imetaja watu wa kusanyika tu. Tunaelekea huko. Safi. Sisi kama Waadventista wa Sabato mienendo ya Yesu ndio inatuongoza. Safi. Yale ambayo Yesu alifanya akiwa huku duniani, tunafaa wafuate. Yesu akiwa duniani, Biblia imeandika kwamba ikifika siku ya Sabato alienda katika hekalu. Tunaweza soma hiyo. Naam, soma. Ngoja tu tunawatafutia. Usitafute Luka 16. Ni usitafute enda huko hiyo. Sema najua. Acha tusome Luka 16. Unasoma kwa Kijaluo ama kwa Kiswahili? Inasema aenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti alipolelewa. Hapo alipolelewa siku ya Sabato. Na siku ya Sabato aliingia katika sinagogi. Yesu siku ya Sabato aliingia katika nini? Sinagogi. Kama
ni hiyo. Kwa hiyo Yesu siku ya Sabato aliingia wapi? Hekalu. Hapo imetajwa hekalu. Sinagogi ni hekalu. Ndio maana sinagogi ni hekalu. Wakati wa mpe huyo, angalia Biblia, maneno magumu kama sinagogi ni hekalu. Ndugu zetu, unajua hapa tuko na material ya kutosha. Biblia wanasoma. Sisi tulikuwa Wakristo tukatoka tukatana na Kristo. Jua kuna penye napeleka mtu. Haya, ni msomi, wacha nimpe asome. Ndugu, tutasomea alafu ndio hapa sinagogi, nasoma maana yake. Nasemaje? Msikiti wa Wayahudi. Kwa hivyo ni sinagogi ni nini? Biblia inasema sinagogi ni nini? Lakini mimi pia niweze kukuuliza. Ni Biblia. Msikiti ya Wayahudi. Kwa hivyo Wayahudi ni kabila. Kama hapa kuna Wajaluo. Yes. Wakienda kwa msikiti, ni msikiti ambao Wajaluo wanafanya nini? Wanaabudu. Ukiona Wajaluo wanaenda msikitini, watakuwa wa dini gani? Ukiona Wajaluo wa hapa Kindu Bay, nakuuliza, unaona Wajaluo wa hapa Kindu Bay wanaenda msikitini, dini yao itakuwa ni dini gani? Kuna translations tofauti. Hatuwezi zingatia maelezo ambayo tumepewa hapa. Kama sasa ambao Yesu alienda sasa ni msikiti. Biblia imesema walikuwa na abudu Mungu. Ndio nakwambia, Biblia ndio imesema Yesu katika tafsiri yake. Acha tusomee. Acha tusome Leviticus tendo ya mambo ya wale na 23 kidogo tu. Unajua ukianza kwa Google huwezi toboa. Hatutumii Google. Haya tu ndio tunafungua. Lakini ile 16 nasema akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hayo maneno ni ya kweli. Hayo ni ya kweli. Ni ya kweli. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaingia katika sinagogi kama desturi yake. Sinagogi sio Kijaluo, sinagogi sio Kiingereza, sinagogi sio Kikisii, wala sio Kiluya. Sinagogi ni Kigiriki au Kiyunani. Tunaambiwa maana ya sinagogi katika Kiswahili ni msikiti. Unasikia ndugu yangu? Kiislamu unaweza sema sinagogi. Hiyo Biblia ni Kiislamu hiyo. Hiyo ni kitabu gani? Mwalimu, unasema kitabu gani? Hiyo ni kitabu gani? Angalia. Usisema Kiislamu. Hatuwezi zingatia hii, maana tunaelewa kwamba Waibrania kuna vile walikuwa na abudu Mungu. Mimi sijakuuliza kuabudu. Kuna hekalu mwalimu. Nenda 12:21 Mathayo. Unajua mwalimu, ndugu yetu kuna kitu inaitwa fixed mind. Hataki kuachilia akili yake ifanye kazi. 12:21 Mathayo 21:12 inasema akaingia ndani, inasema acha nifike pale Mathayo 21:12 inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. Naam. Alafu tatizo lake nimekataa concentrate, anasaidia kule nyuma. Hapa Yesu akaingia ndani ya hekalu. Yesu akaingia ndani ya nani? Ya hekalu. Hebu mpe. Yesu aliingia ndani ya nini? Tafadhali rudia. Na kuwa makini. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Yesu aliingia ndani ya nini? Hekalu. Kule Yesu alikuwa siku ya Sabato alikuwa anaingia wapi? Katika sinagogi. Unaandiko ya kwamba kuna siku ya nini Yesu aliingia katika sinagogi na katika hekalu siku ya Sabato. Unaona andiko hilo? Kuna mimi wanafikiria Wakristo wako na roho. Maandiko inakuja tu. Sasa
katika dictionary. Synagogue. Hiyo ndio dictionary. Unaona hiyo Biblia, hiyo ni maneno magumu. Dictionary ya Biblia ndio Dictionary. Synagogue is a Jewish house of worship. Ndio hiyo. Study and community. Imesema ikisoma mengi. Wamesema it is what? A place, a Jewish house of worship. Ni nyumba ya Wayahudi kufanya nini? Ibada. Na wale tunasema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Msikiti ya wao wamesoma Kizungu, lakini tukija katika Kiswahili ni msikiti wa Wayahudi. Ningependa kukuuliza swali. Nauliza, msikiti ni nini? Msikiti ni nini? Mwalimu, 17:71-18 Qur'an. Ukituuliza tunakujibu. 72:18 72:18 Qur'an. Na kwa hakika misikiti kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Basi msimwabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Msikiti ni sehemu ya kuabudu Mungu. Msikiti ni sehemu ya kuabudu Mungu. Tunapatana. Sasa hiyo ni kwa dictionary. Nimekusomea kuhusu maelezo ya dictionary na Biblia, unaamini nini? Zote ni vitabu ambazo zinatueleza ukweli. Dictionary ikue kwa Biblia. Kweli itakuwa na kuuliza. Dictionary kwa Kiswahili ni nini? Dictionary kwa Kiswahili ni nini? Bado na Google hiyo pia. Wewe unaona sana. Dictionary kwa Kiswahili ni ni kutafsiri tu. Kamusi. Kamusi. Dictionary kwa Kiswahili angekuwa ni kamusi. Sasa kamusi ya Biblia iko hapo. Kamusi ya Biblia iko hapo. Hatuwezi tumia kamusi ya Biblia. Alafu mwalimu anasikiza. Mwalimu, unajua cha kushangaza, walioandika neno sinagogi ndio wanatuambia maana ya neno sinagogi. Walioandika Biblia ndio wanajua nini maana walichoandika. Wewe ambaye unasoma kilichoandikwa unakuja kukataa walikutafsiria, alafu unatuambia hiyo Biblia tuamini. Hatari. Tafadhali ningependa tuweze kuelewana hapa. Hapa ni kuhusu definition. Kwa Kizungu tunaongelea ile maana ya neno. Nakuuliza swali, tunaongelea kuhusu tofauti kati ya sinagogi na msikiti. Sinagogi ni pahali pa worship, a worship place. Pahali Wayahudi walikuwa na abudu Mungu. Msikiti ni pahali Waislamu Biblia inasema sinagogi ni nini? Saizi ukileta kamusi, nakwambia kamusi tuko nayo hapa ya Biblia. Hii kamusi ya Biblia hatuwezi zingatia, hatujui translation ya hii ni wapi. Lakini tungetoa kamusi ya. Kwa hiyo wewe Biblia na kamusi unaamini nini? Naamini kamusi. Sio Biblia ile ambayo ni sasa mwalimu. Sasa tumsaidie. Mwalimu. Kama hawezi amini wale ambao waliandika hii kamusi na ndio ambao waliandika Biblia, Biblia itakuwa ataiamini Biblia. Ndio nashangaa. Tulia. Ndio nashangaa kuna swali mwalimu. Nimeuliza huyo bwana. Alitolea andiko yeyote katika Biblia ambayo inasema ya kwamba siku ya Sabato, hebu sikiza ndugu yangu, andiko ambayo inasema siku ya Sabato mnaambiwa muende kanisani muabudu. Na kuna mama hapo, kuna swali. Tafadhali tungeomba tuende hatukupaka, lakini next time. Sasa ngoja kwanza, nataka nikusaidie kitu. Mwalimu, paka vizuri. Mwalimu, nataka nirudishe. Ngoja tu kwanza. Nataka unisaidie andiko moja. Wewe usome kwa Kijaluo. Usome kwa Kijaluo.
Kitabu cha Kutoka 16:28. Soma kwa Kijaluo. Kutoka Exodus 16:28. nasema Na usome kwa Kijaluo. haya, eka Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa niya, ubiro tamoru rito chikena gi buchena nyaka karang'o? Ng'euru ni Ruoth Nyasaye ema oseketonu chieng' Sabato. Kuom mano, chieng' mar auchiel omiyo chiemo moromo ndalo 2, to chieng' mar 7 ng'ato ka ng'ato nyaka bed mana kama entie, kendo kik owuog e dalane. Kamano ji weyo chieng' mar 7. Biblia inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema mtakataa kushika sheria zangu na amri zangu mpaka lini? Bwana mwenyewe ndiye anawapa sababu. Sababu nani anapeana sabato? Ni Mungu. Mungu ndiye anapeana sabato. Ametupa Sabato. Kwa hivyo sabato anawapa watu chakula cha siku ngapi? Anawapa watu chakula ya siku ngapi? Siku ngapi? 2 imeandikwa. Hiyo siku 2. Kwa hivyo hizi siku 2, siku ya 7 kila mtu atakaa kwake nyumbani asitoke, kwa sababu ni siku ya kupumzika. Unajua tuwezi soma hii Biblia na alafu tuichukulie kinana ambayo iko kwa wazi zaidi. Sasa wewe kuja hivi alikuwa na safiri. Kuna wakati Mungu aliwapatia nafasi kujenga hekalu. Tabernacle, ile hekalu walikuwa wanatumia wakiwa kwa msafara. Lakini kuna wakati walikuwa wamefika kule Canaan, wakajenga hekalu. Sasa kulingana na harakati ambao walikuwa ibada yao, Mungu alikuwa na waongoza, lakini ilikuwa inajulikana ikifika siku ya Sabato lazima wapumzike, kila mtu aabudu Mungu wake. Hatuwezi sema juu hapa waliambiwa wakae kwao, sasa inamaanisha kwamba hawezi enda chache. Sasa inamaanisha nini? Inalingana hali yao. Hebu pea huyo mic kidogo. Mwalimu, 35 kitabu cha Methali. Methali 35 inasema neno la Mungu linahakikishwa. Usiongeze neno lolote katika maneno yake, asije kama Mungu anaonekana kuwa muongo. Wewe ni muongo, Mungu atakulaumu. Hata kudanganya watu hapo. Biblia inasema Mungu anawapatia chakula ya siku 2. Siku ya 7 watu wakae kwa boma yako, usitoke, kwa sababu hiyo ni siku ya kupumzika. Wewe wewe umetoka wapi ndugu yangu? Umetoka wapi? Hatuwezi sahau. Umetoka wapi? Sheria ya kulinda wewe umetoka wapi? lazima ifuatiliwe. Sheria ya Mungu anasema umetoka jali tupatia. Umetoka wapi? Umetoka wapi sasa? Nimetoka kanisani. Umetoka kanisani? Nikakuja huku. Umetoka kanisani? Nimetoka kanisani. Siku ya Sabato umetoka kanisani? Nipe andiko inasema siku ya Sabato muende kanisani. Alafu sasa utoke hapo. Si nilikusomea Aya, soma basi. Waebrania isema tuende kanisani. Mkusanyiko itaje Sabato na kanisani. Pale nasema mmepewa chakula siku 2. tulikusomea nyumbani kwako, usitoke, pumzika. Tuliposomea ndiko nasema siku ya Sabato enda kanisani uabudu. Toa andiko ni hivi. Soma basi, Biblia inatuambia. Soma, usiniambie wewe soma. Ngoja kwanza nikupatie maelezo. Soma, sitaki maelezo, soma. Mimi sitaki maelezo. Wanashauriana, wako shura mwalimu. Wanashauriana. Wako kwa shura mchungaji na sijui ni dekoni ama nani. Wanashauriana. Asome na wapatia hiyo basi. Yes. Ambaye nasema siku ya Sabato nendeni kanisani. Mwalimu, wacha Google. Ana Google. Google sana. Ndio ana Google. Ana Google. Nataka hizo Biblia zenu zote mtoke kanisani mtupatie huko, kwa sababu hamzijui. Yaani mtu ametoka kanisani ana Google basi. Hatari.
mama kanisa alijaribu kumuokoa lakini ikawa shida. Hakumsikiliza. Alimwambia twende hapo sehemu na hatari. Hapo hakuwezi fundisha hapo imani yetu haina ushahidi twende. Akakataa. Umejua sisi hatuendi kama mkokoteni. Mkokoteni tunasukuma tu penye naenda tu. Amegugu ni Asha Google anapata. Amegugu. Yaani laptop imetoka bure. Acha nijue mimi mwalimu. Amekuja kufanya mazoezi kwenye uwanja. Utahangaika sana. Wewe unasema nini? Sasa nyinyi bwana Google na sura yote iko kwa kichwa yenu. Hatu Google na sura yote iko. Sasa wewe ni kanisani. hiyo kichwa yenu ni Google. Lakini ni Google. Wewe bwana na Google wakampa. Hakuna andiko nasema siku ya Sabato hataenda kanisani. Nafuata vile Yesu alikuwa anaenda kwa kanisani kila Sabato. Hakuna siku Yesu anaingia kanisani. Sinagogi sio sinagogi kanisa. Yesu hajaingia kanisani. Pale watu naomba naitwa hekalu kanisa. Amepata. Mpatie Google amepata. Kuna Biblia inatuambia lazima tushike kila neno kwa Biblia, lakini Kuna Biblia inasema mshike kila neno. tunafaa tusome na tuendelee kuongeza maarifa yetu kuhusu. Yaani unaongeza tena maarifa. Wewe sasa hizi nikukuuliza kama unajua kila kitu kwa Qur'ani moja kwa moja, huwezi niambia unaelewa. Naelewa, niulize. Nikuulize. Haya, leta tu. Nisomeje? Enda huko. Enda usome pale. Hakuna andiko, mimi nasubiri andiko ambaye nasema muende kanisani siku ya Jumamosi. Hakuna andiko linasema muende kanisani siku ya Jumamosi. Huwezi shika kila kitu. Na kwa hivyo hujashika kila kitu ndio umetoka kwa kanisa. Andiko linasema muende waabudu kanisani kwa wapi? Acha nikusomee. Ile basi nilikuwa Sasa unaenda kwa Qur'ani yenye ujui. Qur'ani sijui. Sasa unaenda kwa nini? Kitabu cha Petero 2:21 nasema hivi mano egimamio kidogo Petero 2:21 mano egima Nyasaye nukungu mondo utim ni mar Kristo owuon bende nosandore nikech un mi oweyo nu ranyisi mondo ulu timne. Yesu alitupatia kigezo cha kufuata, na huko tulisoma katika kwamba sasa kwa ndugu ya Yesu katika siku ya Sabato anaenda hekalu. Yesu sisi pia tunafuata. Tulia kidogo. Kwa hiyo Yesu Naulize swali moja. Aya sasa sisi naenda kwa nisa nyinyi naenda sinagogi. Ni moja tu. Sisi naomba Mungu hapo. Yaani anatolewa Atapanga. Sinaomba Mungu. Yaani umegumu mpaka kanisa mzima toka. Dini yetu inakwisha toka. Dini yetu inaisha toka. Sasa tumebaki na mchungaji sasa. huyo mchungaji ni ndume. Huyo ni ndume. Wewe usicheze naye. Kwa hivyo umemaliza kwamba hakuna andiko yote katika Biblia ambayo inasema watu waende kanisani. Naenda kanisani hawa. Yesu hajaingia kanisani. Sinagogi ni kabisa ya Amesandiko gani? Andiko gani? hapana, hiyo ni common sense. Common sense na kanisa ni nini? Kanisa ni pale ya kuomba Mungu. Mwalimu, tuone kama kanisa ni pahali pa kuomba Mungu, sivyo? Wamepata leta liliposte tukafukuza. Wakashindwa. Tena umebaki pasta mwenyewe. Sasa hebu tuangalie kanisa kuabudu Mungu. Kanisa maana ya neno kanisa. Maana ya neno kanisa katika Kiyunani, katika lugha ya Kiyunani, katika Kiyunani eklesia. Eklesia sio sinagogi, sio sinagogi. Hiyo pasta
wakijikusanya pale pamoja kanisani wanaabudu Mungu. Nenda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:17. Pastor anasema mlinimaliza. Mpe tuone kama kanisani kuna kuabudu Mungu huko. Anasema 11:17 Wakorintho wa kwanza. Anasemaje? Lakini katika kuagiza haya wasifu ya kwamba mnakusanyika sio kwa faida. Ni wasifu ya kwamba mnakokusanyika sio kwa faida, bali kwa hasara. Yaani kuchukua kanisa onge faida ni mwamarani. Kwa maana kwanza mkutanikapo kakuma uchoko uwe kanisa kanisani nasikia kuna faraka nitie pogumu kukuamu nani tulia kwanza nitie pogumu kukuamu nikenjina matu nikamuona sabato nitie mama tu nikini ching sabato mumama tu nitie pogumu kukuamu tokiendo unge nuwele kanisa enla unge nuwele kanisa mumama tu ni kanisa unge nuwengo imani kanisa enla kanisa mala mwenye sai uno konyu kanisa ambe ale kanisa kigoje watoke ya watu wako ni kama hii watu ni kama njia kila leo ndoje kama kai kanisa kama watu sai watu ni kanisa kama ya sai ni kila la mara watu kama wewe umesoma hebu soma mwalimu anastuka Bwana Osman hebu osoma Mungu na Biblia gina Wakorintho mokwongo aparga chiel kare matinda paga beri bekiki no gimore muma okobiloko kanisa ni Nyasaye wanadhingio kaka yo kanisa mwana Nyasaye watu pudo kanyo. Mwalimu amesema kipata kwamba kanisa kuna vurugu hiyo peja na ngoa. Haya mala Nyasaye haya somane awacha Wakorintho mokwongo kosa mokwongo aparga chiel kare matinda parga beri Wakorintho mokwongo achiel kare matindo achiel kare matindo parga beri do aparga chiel parga beri Wakorintho mokwongo aparga chiel parga beri sasa aparga chiel parga beri Wakorintho mokwongo aparga chiel parga beri watokana wacho kama na kapod apuonjo wach kama wach mano to an gi wach moro monego timona ka uchokoru chokoro kuro Ana mama tu ni kanyera
hiki ni dwaro mar wuon. Kane giwuoyo kamano, kane gichiemo, Wach ni adiera. Wach ni watini nyaka pogruok obed e kindu en adiera. en adiera. En adiera. Koro, kuma Owetino gi muone. En adiera to usimini yare. kuma ni oko. Basta ni
ema penyi wana watu makare maya sai aya wewe oserumo me bwana inasemaje mwalimu? Tano kufuri watu kama na kutazalia kwa mishauri ya kupigia rami na kwa vinginevyo yote haya ni uchafu katika kazi ya shetani. Pasta Korano watemea ulijoko mwenye kinyasai mange kiawa mer timobeti la munyise timopogore kor nyasaye gigi dutote gin tijite chien werige uru wachine enadira muma wachone ya mag kongo imer ing'ogi ipodh piny inene kanyo wachone wach makare watieko chokruok wa maodi chieng' makawuono. Korano wacho ni kiki mag kong'o, kiki kuoro dagi, kiki kuom ajuoke, kiki lam nyiseche mopogore gi Nyasaye achiel kende. Weri kod tim machalo kamano, mago gin tiji Satan. Weri omoni yud resruok, lakini muma wacho ni mag kong'o, imer, ing'ogi, ipodh piny, inende kanyo. Longo sai Satan olokre. Utatufungia kwa dua.